tena nguvu ya msamaha. Haleluya. Pe Yesu makofi na utukufu. Roho wa Bwana yuko hapo kwa ajili ya kutuhudumia. Hedo na okori hapa Thetelia. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia msamaha, tunapozungumzia nguvu ya msamaha, tunazungumzia utendaji wa damu ya Yesu katika maisha yetu. Tunapozungumzia msamaha, tunazungumzia utendaji wa damu ya Yesu. Maana damu ya Yesu ndio inatutakasa. Maana damu ya Yesu ndio inatusafisha. Maana damu ya Yesu ndio inatumika kutuondolea hatia. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa msamaha ni huruma. Bwana anatuhurumia. Bwana anaachilia kibali. Bwana anaachilia neema yake. Ndio maana tunasamehewa. Ndio maana tunawekwa huru. Haleluya. Bwana asifiwe. Ipo nguvu ya msamaha. Ili Bwana aweze kukusamehe, ili Bwana aweze kutusamehe, lazima tuende kwenye kijito cha utakaso. Lazima tuende kwenye kijito cha utakaso, ili kupitia damu yake Yesu tuwekwe huru. Kupitia damu ya Yesu tusafishwe dhambi. Kupitia damu ya Yesu tuondolewe makunyanzi. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo msamaha ni huruma, na huruma hiyo Mungu anatuhurumia tunavyoenda mbele zake kwenye kijito cha utakaso, tunavyoomba rehema kwa Bwana, tunavyoenda kwa kunyenyekea, tunavyoenda kwa kuugua ndani, tunavyoenda kwa kuugua na kumwambia Bwana, tumetenda dhambi, tunaomba utusamehe. Haleluya. Kwa sababu Mungu anachunguza nia ya ndani, anaona nia yako ya ndani ni nini. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo msamaha ni huruma za Mungu. Pasipo huruma za Mungu tusingekuwepo. Pasipo huruma za Mungu tusingeokolewa. Pasipo huruma za Mungu tusingekombolewa. Na pasipo huruma za Mungu tusingepata kibali cha kuitwa wana wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nguvu hiyo ya msamaha, mchakato wake unatokea kwa Roho Mtakatifu. Tunapozungumzia msamaha, tumesema ya kwamba ni huruma za Mungu kwa watu wake. Tunaposema msamaha ni kibali, Bwana anaisha kibali tena ulichopoteza. Tunaposema msamaha, tunazungumza kwamba ni uwezo wa Roho Mtakatifu kutengeneza nia ya ndani ya kwamba nimekosa, ninaomba nipatane na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wa Mungu lazima tutambue kwamba ipo nguvu ya msamaha. Pasipokuwa na msamaha, Yesu asingemwaga damu. Pasipokuwa na msamaha, tusingeendelea mbele. Maana maisha ya wokovu ni maisha yenye safari. Kuna dhoruba, kuna mabonde, kuna milima, kuna changamoto, kuna dhiki, kuna adha. Ndio maana Yesu akasema, mimi nimeushinda ulimwengu, jipeni moyo. Yesu asema jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Neno kujipa moyo maana yake endelea kuweka bidii. Endelea kumwangalia Yesu. Endelea kumtazama Yesu. Endelea kuishi maisha ya maombi. Endelea kuishi maisha ya imani. Endelea kuishi maisha ya kujikana. Endelea kutoa mwili wako dhabihu ndani ya mchakato wa safari ya wokovu duniani. Haleluya. Tuna mwili tumevaa, lakini ndani yetu kuna roho. Ndani yetu kuna nafsi. Ndani yetu kuna roho na nafsi. Tukizungumzia roho, tunazungumzia pumzi ya uhai wa Mungu. Tukizungumzia nafsi, tunazungumzia utendaji wa kuthibitisha maagizo ya Roho Mtakatifu. Ndio maana nafsi inaweza kutoka hapa ikaenda sehemu mbalimbali kutembea. Ndio maana Daudi akagundua akisema kwamba nafsi yangu muhimidi Bwana. Neno kumuhimidi Bwana maana nafsi yangu utulie kwa Bwana upate maelekezo. Bwana Yesu atusaidie sana. Inawezekana tumekaa hapa ukaanza kuwaza nyumbani. Hiyo ni nafsi inazunguka. Inawezekana uko hapa ukaanza kufikiria mambo ya kazini kwako. Hiyo ni nafsi inazunguka. Inawezekana uko hapa ukaanza kufikiria familia, wazazi wako. Hiyo ni nafsi inazunguka. Iambie nafsi yako, nafsi yangu muhimidi Bwana. Maana ikae hapa madhabahuni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutaenda kuona kwenye Zaburi, mtumishi wa Mungu Daudi
anaandika kwa habari ya nguvu ya msamaha. Sema nguvu ya msamaha. Sema tena nguvu ya msamaha. Tunapomwamini Yesu tunahesabiwa haki. Tukihesabiwa haki, maana tumepata msamaha. Tukipata msamaha, maana tumepata kibali. Tukipata kibali, maana tunatembea kwa neema, na ndani ya neema kuna rehema za Mungu. Kwa lugha nyepesi, msamaha ni rehema na neema ya Mungu kwetu wanadamu tunapomgeukia Bwana kwa toba na kuungama ndani yetu. Toba ni kitu cha ndani. Haleluya! Ili Mungu aweze kutenda mahitaji yetu, lazima angalie ndani kweli umemaanisha. Je, maombi yako ya toba, maombi yako ya kuomba rehema, maombi yako kupatana na Bwana, je, umemaanisha? Haleluya! Bwana Yesu atusaidie sana. Jina Bwana libarikiwe sana. Hebu tukamwangalie mwandishi wa kitabu cha Zaburi, Daudi. Daudi ameandika Zaburi ile ya kwanza kuna 70 na kitu hapo. Tunaenda kumwangalia Daudi anasemaje kuhusu nguvu ya msamaha. Tutaenda kusoma ile Zaburi ya 32. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tutaruka mstari wa 5. Tutasoma ule mstari wa 8. Kwa hiyo tutatembea Zaburi ya 32 mstari wa kwanza ni wa 3. Tutasoma mstari wa 5. Tutasoma na ule mstari wa 8. Haleluya! Daudi anaandika hivi: heri aliyesamehewa dhambi na kustiriwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna ila. Mstari wa 3. Niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Mstari wa 5. Nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuficha upotovu wangu. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Mstari wa 8. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Nitakushauri na jicho langu likikutazama. Daudi alipogundua ya kwamba amemtenda Mungu dhambi, akaenda kwenye kijito cha neema cha rehema, akaomba rehema kwa Bwana, akaenda kujipatanisha na Bwana, akaenda kuomba upatanisho, akamwambia Bwana, unajua maisha yangu, akataja sifa za Mungu. Sikiliza nikwambie, Mungu anapendezwa na sifa. Haleluya! Ndio maana tunapomsifu Mungu tunamrukia Bwana, tunaondoa elimu zetu, tunaondoa tabia zetu zile za kale za msifu Bwana. Daudi anasema heri aliyesamehewa dhambi. Anaonyesha huruma za Mungu kwa watu waliosamehewa dhambi, kwa watu waliookolewa. Haleluya! Na kusitiriwa makosa. Neno kusitiriwa ni kukavwa, kufunikwa au kuondolewa. Na kusitiriwa makosa yao, wana heri waliosamehewa dhambi. Ukisamehewa dhambi una heri. Haleluya! Manake ndani yako unasikia bubujiko, ndani yako unasikia furaha. Aliyesamehewa dhambi ndani yake asikia bubujiko, ndani yake asikia furaha, ndani yake hana hukumu. Haleluya!